Je, umewahi kuota mtu aliyekufa amekufa tena? Mlishalia, mlishaomboleza, mlishazika, lakini kwenye ndoto unamuona amekufa tena. Naomba nikupatie maana ya hiyo ndoto. Nitabarikiwa zaidi kuona unashare video hii ili na wengine waweze kuiona. Mwenye sauti hii ninaitwa Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto, na namba ya simu unayoona hapo inaweza kufanyika njia ya kunipata mimi. Ukiota mtu aliyekufa kafa tena, inakuwa na maana kuu mbili. Maana ya kwanza ni kifo halisi. Ukimotea mtu aliyekufa amekufa tena, chunguza vizuri, utagundua kifo chake hakikuwa na uhalali. Yule mtu atakuwa alidhulumiwa uhai wake. Ninaposema hivyo namaanisha ya kwamba alikufa lakini kwa mauzauza, kwa mipango ya wachawi. Alikufa lakini kwa mauzauza, kwa mipango ya nguvu za giza. Hivyo unapoona amekufa kwa mara ya pili, inakuwa ni taarifa, kwa sababu yule mtu akiwa amechukuliwa kichawi huwa anapelekwa mahali pa maficho ambapo kwa macho ya kawaida huwezi ukamwona. Ndio ile tunasemaga misukure. Kwa anakaa mahali anatumikishwa. Sasa ukumbuke ya kwamba hapo alikufa kifo cha mazingaombwe. Sasa inatakiwa afe kifo cha kawaida kabisa, kile kifo halisi cha Mungu. Majira yake anayotumikia kwenye hiyo hali ya kuwa ni msukure, ikifika kipindi kweli anatakiwa kufa katika uhalisia. Wewe ambaye upo hai unaweza ukaota ndoto kwamba yule mtu aliyekufa amekufa tena. Kwa hiyo inamaanisha kule walikomchukua pia msukure nako pia ametwaliwa, hayupo. Ndio maana ya kwanza ya kuota mtu aliyekufa amekufa tena. Kitabu cha Mithali sura ya 7 mstari wa 27. Biblia inasema nyumba yake ni njia ya kwenda kuzimu, hushuka mpaka kwenye vyumba vya mauti. Hapa unaona ni nyumba ya mtu, lakini kule kule ndani ya nyumba kuna milango ya kuendea kuzimu. Kumbe kuna mtu anaweza akachukuliwa akawekwa ndani ya nyumba, lakini yuko katika malango kama malango ya kuzimu. Maana ya pili ya ndoto hii, mtu aliyekufa kufa tena, hii huashiria kuwa ni roho ya mauti kwa wale watu ambao wa karibu yake. Na uzingatie kwamba sio roho ya mauti tu, bali hiyo roho ya mauti kwa ugonjwa ule ule uliomuua, kwa ajali au kwa chanzo chochote kilichopelekea mauti kwake, ndio roho inakuwa imeagizwa kwa muda ule kuja kutia mauti kwa watu walio hai. Ndio maana kibiblia Mungu anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa Mungu akamfanya mtu kwa namna hiyo. Unapoona mtu wa aina yako amekufa mara ya kwanza akafa mara ya pili, ile mara ya pili huwa ni mtu wa pili ambaye ni wewe ulioota ndoto hiyo pamoja na watu waliokuzunguka. Kwa ukiona mtu aliyekufa amekufa tena, pata nguvu ya kuombea na kudhibiti roho ya mauti isiingie ndani ya familia hiyo au kwa watu walio karibu na mtu yule ambao umemotea alikufa akafa mara ya pili. Nashukuru sana kwa kushare, kulike na kucomment. Tumia namba ya simu hiyo kwa ajili ya kujiunga kwenye grupu yangu ya WhatsApp ambayo ni grupu ya maombi. Andika neno niunge, tuma kwenye namba hiyo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.